Kwa majina yangu naitwa Henry Joseph, ni meneja wa kampuni ya Godmwanga Gems Limited iliyoko hapa Handeni, Tanga, kata ya Kwa Msisi. Kampuni hii ni kampuni inayojihusisha na uchimbaji na uchenjuaji wa madini ya graphite. Ni kampuni inayomilikiwa na Mtanzania kwa 100%. Kwa hiyo ni kampuni ya kizawa, lakini pia ni kampuni ya kwanza kabisa kuanza shughuli hizi za uchimbaji wa madini ya graphite hapa Tanzania. Changamoto kubwa inayotukuta sasa hivi kwenye mradi huu ni changamoto ya umeme. Mradi huu ulikuwa umeajiri wafanyakazi wasiopungua 600, lakini mpaka sasa hivi imetulazimu kuwapunguza na kubaki na wafanyakazi 300 kutokana na hali ya umeme ambao umekuwa ukitusumbua toka tulipoanza uzalishaji katika kiwanda hiki cha Godmwanga Gems Mining B. Kwa sababu hapa Handeni tuna viwanda viwili. Kwa kiwanda hiki ambacho mimi nakisimamia kimeanza mwezi wa 3 mwaka 2025. Na kutokana na changamoto hiyo ya umeme imetulazimu kupunguza wafanyakazi, na kuna kipindi ilitulazimu kusimama kabisa. Kwa sababu umeme tunaoupata huku Handeni kwa kiwanda hiki hauzidi siku 10 katika siku zote 30 za mwezi. Kwa hiyo tumejikuta tukiingia kwenye hasara kubwa, na kuna gharama nyingi ambazo ziko constant. Either unazalisha au hauzalishi, zenyewe zinabaki pale pale. Mfano, unalipa wafanyakazi sio chini ya milioni 280 mpaka 300. Na kiwanda kilikuwa kimetegemewa kuzalisha tani 350 kwa siku. Lakini unakuja kukuta kwamba mwezi mzima umezalisha tani 400. Yaani production ambayo ilipaswa kuwa ya siku sasa unaipata kwa mwezi, au pengine usiipate kwa sababu hakuna uhakika wa umeme kabisa. Na changamoto inayotukuta hapa ya umeme ni kwamba unakuta wakati mwingine umeme haupo kabisa, wakati mwingine upo lakini ni wa manyumbani, hautoshi kuendesha mitambo hii, ni mdogo. Kwa sababu laini ya umeme inatoka karibu kilomita 400 kutoka hapa kwenye kituo cha Hale. Kwa hiyo umeme unakuja kutufikia huku unakuwa mdogo sana, hauwezi kuendesha mitambo yetu. Lakini wakati mwingine unakuta umeme upo lakini unakuja na kukatika, unakuja na kukatika, kitu ambacho sio kizuri kwenye mitambo mikubwa kama hii uliyoiona. Lakini wakati mwingine unakuta umeme upo lakini fesi moja haipo au fesi mbili hazipo. Shida hii kuacha tu hasara hizo za kulipa mishahara na hasara zingine nyingi zinazojitokeza, lakini umeme huu kwa tabia hiyo ya kucheza na kukatika kila mara umesababisha mitambo kuharibika, mitambo yenye gharama kubwa. Kama leo mlivyofika mmeona kuna mota hiyo ya mashine kubwa ya ball mill yenye kilowatts 500, na ni mota ambayo huwezi kuipata Tanzania, na ukitaka kuiagiza hata ni China lazima uweke order, inachukua muda mrefu. Kwa hiyo tunaomba sana serikali isikie kilio chetu. Hawa ni wawekezaji wazawa, wamekazana kwa mitaji midogo kujenga mpaka kufikia hapa, kujenga mradi ambao ni wa mfano kabisa, ambao hata wazungu, hata wageni ambao wamepewa wengine leseni hawajafanikiwa kufanya kitu kama hiki. Ni kitu ambacho ni cha mfano na kimefanywa na mzawa kwa 100%. Kwa hiyo tunaomba serikali isiwavunje moyo wawekezaji wazawa kwa kuangalia namna ya kutatua changamoto zao. Changamoto hii ya umeme tumeiongea muda mrefu. Tuna changamoto nyingi, lakini angalau tungekuwa tumetibiwa hiyo changamoto ya umeme, haya mambo mengine yote yangeweza tukaangalia namna ya kufanya. Changamoto ya umeme inatishia uhai wa ajira hizi, karibu ajira za watu 400, unatishia hatima ya mradi wetu kwa ujumla wake. Lakini pia inasababisha serikali kupoteza mapato. Target ya mradi huu ilikuwa sasa tunazalisha tani 350 kwa siku ikiwa umeme uko sawa sawa. Lakini malengo yalikuwa sio kuishia hapo. Malengo ya mradi huu kama nilivyokuonyesha yalikuwa ni kuzalisha tani 700 kwa siku, kwa sababu tunategemea kuwa na line 4 za uzalishaji. Lakini mpaka sasa hivi imebidi tusimame malengo hayo ya kufungua line zingine, na tukaacha pale pale kwenye line 2 za uwezo wa tani 350. Kitu ambacho ni hasara kubwa kwa serikali. Kwa mradi huu peke yake ulikuwa una uwezo wa kulipa zaidi ya bilioni 1.5. Yaani hiyo ni hela ya chini.
kwa maana ya royalty na inspection kwa Wizara ya Madini. Achilia mbali kodi zingine za corporate tax na kodi zingine na tozo mbalimbali. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu iangalie vipaumbele. Ikiwa kwamba tunataka tupige hatua kama nchi na kama taifa, lazima tuwe na vipaumbele, na kipaumbele ambacho kinaweza kuisaidia nchi yetu ni kipaumbele cha kuzalisha. Lazima uzalishe bidhaa na uziuze. Ili unapoziuza utatengeneza ajira, utatengeneza uchumi wa watu wako. Na kwa miradi kama hii ambayo bidhaa zake tunaziuza nje kwa 100%, maana yake inatusaidia hata hizo pesa za kigeni. Maana uchumi ni kama kunyang'anyana pesa. Tunapouza bidhaa yetu ya graphite nje ya nchi, na ambayo inahitajika kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ndiyo future ya dunia. Huwezi kuongelea magari ya umeme, huwezi kuongelea teknolojia za betri za kisasa zinazotumia magari ya kuchaji kama Tesla na BYD kama huwezi kuongelea graphite. Kwa hiyo tuliwekeza kwenye miradi hii tukijua kabisa ni madini ya kimkakati na ni madini ambayo yanahitajika kwenye dunia tunayoiendea sasa hivi. Kwa hiyo tunaiomba sana serikali isikie kilio chetu cha umeme, watutatulie shida hii ya umeme ili kuunusuru huu mradi na kuunusuru hata hatima ya nchi yetu kwa maana ya ajira na mapato haya makubwa tunayopoteza. Nilikuwa nasema lazima tuwe na kipaumbele, kwa sababu unapozalisha, unapoacha mradi kama huu ulioajiri, sasa hivi tuna tatizo la ajira. Mradi kama huu ambao unatazamiwa kuajiri paka watu 1500, tunaposhindwa kutatua changamoto hiyo, maana yake tumepoteza ajira za watu zaidi ya 1500. Lakini pia tunapoteza mapato. Tukilipa bilioni 2 kwenye royalty na inspection kwa mwezi, ni hela ambayo ikiingia serikalini inaweza kufanya mapinduzi makubwa, ni hela ambayo inaweza kuonekana mchango wake. Lakini pia kuna bili tunazolipa kama za umeme. Bili ya umeme, kazi ikifanyika vizuri, ni makadirio ya milioni 500 mpaka 600. Kwa hizi zote ni hela ambazo nchi yetu inazipoteza bila kuwa na kipaumbele. Lakini pia kingine, sisi tunafanya kazi ya uchimbaji wa madini na uchenjuaji. Lakini mradi huu una faida katika supply chain yote ya uchimbaji. Unapoanzia pale mgodini kwenye kuchimba mpaka unapofikisha mzigo wako bandarini, sio tu kwamba serikali na nchi inafaidika kwenye royalty na kodi za moja kwa moja, lakini pia tunafaidisha sekta zingine zilizoko nchini. Watu explosive watapata, watu wanaosafirisha mizigo watapata, watu wanaouza vipuri watapata, na watu wote ambao wana supply mifuko, packaging, viwanda vingine vyote vya ndani navyo vinainuka kwa kutegemea viwanda kama hivi. Kwa hiyo tunaliomba sana serikali iangalie vipaumbele katika uwekezaji, na katika bajeti tulionayo tuangalie vipaumbele ni vipi ili tusiendelee kupoteza uchumi mkubwa namna hii. Na tunakumbuka hivi majuzi Mheshimiwa Rais aliongelea sana sekta ya madini pale bungeni, vile inavyochangia katika pato la taifa. Lakini tuseme tu kwamba tungeweza kuchangia zaidi. Na hii swala zima la umeme, Mheshimiwa Rais, kama utaliangalia vizuri kwenye viwanda hivi vinavyochenjua madini, vinaweza vikasaidia hiyo Wizara ya Madini kuchangia zaidi ya hiyo 10%. Na tunajua Mheshimiwa Rais, kampuni hii tulianza pamoja na wewe. Mheshimiwa Rais, ulikuja kufungua mradi wetu wa kwanza pale Mererani na ukatusii tukaze buti tupambane. Na sisi Mheshimiwa Rais tulipambana kama Godmwanga James. Tokea siku zile umetuacha tulikuwa tunaajiri watu 50. Leo tunakimbilia kuajiri watu 1000. Ni bidii ambayo tumeifanya kama wazawa katika kuiletea nchi yetu maendeleo. Kwa hivyo tunaiomba serikali yetu na serikali unayoiongoza Mheshimiwa Rais, usikie kilio chetu. Sasa hivi tumekwama kwa sababu ya shughuli hiyo ya umeme. Umeme umekuwa changamoto, na pengine Godmwanga James usije kuisikia tena kwenye sekta ya madini au sekta ya madini ya graphite kwa sababu ya changamoto hii ya umeme. Tunaomba kilio hiki kikufikie na utunusuru kwenye hili. Mradi huu ulianza na wewe ndio uliweka jiwe la ufunguzi la kwanza la kampuni ya Godmwanga James katika uchimbaji na uchenjuaji wa madini ya graphite. Tunaomba Mheshimiwa Rais, kwa sababu unatufahamu na ukifuatilia utaweza kuona mchango wetu kwenye sekta ya madini na mchango wetu kwenye nchi hii. Tunaomba swala la umeme hapa Tanga Handeni kwa Msisi ulisikilize na ulitatue.
Kwa majina naitwa Furaha Mwenyeheri Atibu, ni mkazi wa kwa Msisi Handeni, Tanga. Tunashukuru kampuni ya Good Mwanga Games kutuajiri katika kiwanda hiki. Tunafanya kazi kubwa ya kuweza kuzalisha material katika kiwanda hiki, lakini sasa tatizo kubwa ambalo linatuumiza zaidi ni umeme. Umeme ni changamoto. Tunaweza tukaja hapa, tunafanya tu kazi ya usafi hapa na pale, na maana hatuzalishi. Kwa hiyo tunaomba mama, wewe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakuomba ututatulie tatizo hilo la umeme, kwa sababu tuna muda mrefu mpaka wiki ya pili hii sasa hatuzalishi kwa kifupi, kuanzia dakika sasa hivi. Kwa hiyo tunakuomba mama, wewe ni mzazi mwenzetu, tuna ni mwanamke mwenzetu, tunakuomba tutatulie tatizo hilo. Kwa majina naitwa Tumaini Wilsori, mfanyakazi wa kampuni ya Good Mwanga Games, nikiwa kama supervisor kwenye kampuni hii. Napenda kushukuru serikali ya Jamhuri ya Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Mama Samia. Napenda kuipongeza serikali hii kwa jitihada zake zote, lakini napenda pia kuwashirikisha changamoto kubwa ambayo imekuwa ikifesi mradi wetu huu wa graphite uliopo kwa Msisi. Hapa tuna mradi wa graphite ambao unatambuliwa kwa jina la Good Mwanga Games. Changamoto kubwa tunayoifesi hapa kwa upande wa umeme ni kwamba umeme umekuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu unaweza ukapata umeme labda ndani ya mwezi mmoja, ukapata umeme kwa siku 10 mpaka 15 ambao ni nusu mwezi. Sasa hii changamoto inakuja kwa namna hii hapa, kwamba umeme unaweza ukaupata labda kwa wiki hii ukaambiwa umeme tufanyie kazi, lakini changamoto inayokuja ni kwamba ukianza tu kufanya uzalishaji kunatokea changamoto. Ukianza kuwasha kiwanda, ukiwasha mitambo, changamoto inatokea, umeme unakatika, wanakuambia tuna marekebisho kidogo ndani ya masaa 2-3. Sasa changamoto hii kwa kweli imekuwa ni kubwa kwenye mradi wetu, hatuwezi kufikia malengo. Na mradi huu umeajiri watu wengi, wafanyakazi wengi, umekuwa na manufaa makubwa kwenye vijiji vilivyopo karibu na watu waliotoka mikoa mbalimbali. Tulikuwa tumeajiri wafanyakazi wengi, lakini kwa sasa hivi nimeona tu kampuni imefika mahali imepunguza watu wengi kwa sababu ya changamoto hiyo ya uzalishaji. Uzalishaji umekuwa mdogo sana. Mwanzo tulikuwa tunaweza kuzalisha mpaka tani 200-250, lakini kwa sasa hivi tumeshuka uzalishaji kabisa. Yani ukilinganisha na mwanzo kidogo tulikuwa tunaweza kuzalisha hizo tani, sasa hivi tumeshuka tena kiasi cha kwamba hata tani 100 hatuwezi kupata tena kwa masaa 24. Na ni kwa sababu ya hiyo changamoto ya umeme. Na mpaka kuna mwezi mmoja ambao umepita hapo nyuma hatujaweza kuzalisha kabisa kwa sababu ya hiyo changamoto. Sasa tunaiomba serikali, jamani, tusaidie changamoto ili kuweza kulinda ajira na vipato vya wananchi, na pia kulinda na maslahi ya serikali ambayo yanapatikana kwenye mradi huu.